Sasa unajua kuna hospitali nyingi na kuna teknolojia kubwa ya kushughulika na mwili wa binadamu. Madaktari wa mifupa, madaktari wa ngozi, madaktari wa macho, madaktari wa masikio, madaktari ya uzazi, madaktari wa watoto, madaktari wa mwili wako wengi sana, na elimu inayoambatana na kuboresha mwili ni kubwa sana. Lakini hakuna mahali kuna madaktari wa nafsi. Mtu akiwa na uchungu anaenda wapi? Anakunywa dawa gani? Akiwa na uchungu, mtu akiwa na uchungu anakunywa dawa gani? Kuna dawa ya kumfanya mtu aache zinaa, ipo. Kuna dawa ya kumfanya mtu asahau mambo mabaya aliyopitia, ipo. Hakuna, kwa sababu uwezo wa kibinadamu hawezi kushughulika na nafsi ya mtu. Na shida kubwa ya mwanadamu, kama mtu amefanikiwa hapa duniani au kama mtu amefeli, shida haiwi mwili, shida inakuwaga kwenye nafsi. Bwana asifiwe sana. Matatizo mengi ya watu yamekaa katika nafsi zao. Na kwa hiyo mtu asipopata namna ya kushughulika na nafsi yake, haijalishi ataonekana amefanikiwa kiasi gani, atakuwa anateseka. Ndio maana kuna watu ni matajiri, wana kila kitu kizuri unachokiwaza, lakini bado ni walevi wa madawa kulevya. Maana kuna sehemu katika nafsi zao haijapona. Ni watu wanaelia kila siku ingawa wana kila kitu, kwa sababu kwenye nafsi zao kuna mahali kuna shida, kwenye fikra zao kuna mahali kuna shida, na hakuna dawa inaenda kushughulika na fikra. Sasa Mungu akilijua hilo, ndio maana ametupa maandiko matakatifu. Jumapili iliyopita nilijaribu kuonyesha utofauti kati ya maandiko matakatifu na neno la Mungu, kwamba maandiko matakatifu yanapaswa yaingie katika nafsi ya mtu, ili kwa Roho Mtakatifu yawe neno la Mungu na yatumike kumbadilisha mtu na kumsaidia. Sasa mtu anasaidika katika nafsi yake. Moja katika silaha kubwa ambazo Mungu ametupa za kuweza kuosha fikra za mtu, za kuweza kusafisha nafsi ya mtu, ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kama ambavyo umekuja hapa asubuhi, umeoga, unajisikia uko fresh. Ukiamka unaenda unaoga na unajisikia uko fresh. Ukichoka unaenda unaoga na unapata mwili kuchangamka. Kama umetoka kwenye shughuli mbalimbali, kama unafanya kazi ngumu zinazohitaji kutoka jasho sana au mwili kuchafuka, unatamani uende ukaoge ili mwili ufanyaje, uishwe, uwe fresh. Fikra za mtu zinahitaji kuogeshwa, zinahitaji kusafishwa, zinahitaji kutakaswa ili ziwe fresh, zinahitaji kuhuishwa, zinahitaji kufunzwa, zinahitaji kulishwa ili mtu aweze kuwa bora. Anapaswa kuwa bora katika nafsi yake. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Na sasa Mungu kwa kulijua hilo alitupa neno lake. Ni kwa kupitia utafakari wa neno la Mungu. Mtu anapopitisha maandiko katika fikra zake mara kwa mara na kuyawaza kuliko kitu chochote, fikra zake zinahuishwa, fikra zake zinaboreshwa, fikra zake zinajengwa, nafsi yake inaimarishwa, nafsi yake inatakaswa, nafsi yake inakuwa bora zaidi kwa kadri anavyopitisha mausia ya Mungu, anavyopitisha maagizo ya Mungu, anavyopitisha tafakari za shuhuda za Mungu katika nafsi yake, anaiboresha nafsi yake. Kama ilivyo umuhimu wa maombi, mtu anapaswa kujua umuhimu wa kutafakari mausia ya Bwana, wa kutafakari shuhuda za Mungu, wa kutafakari sheria ya Mungu, kwa sababu nafsi ya mtu imeumbwa, binadamu ameumbwa kutoka katika neno la Mungu, na kile kilichoumbwa kinahitaji kipitishwe neno la Mungu, likisafishwe ili kiboreshwe. Kwa hiyo Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Warumi, moja kati ya maandiko yetu ambayo tutayazingatia leo ni pamoja na kitabu cha Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mtume Paulo anaandika na kusema,
ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa 2 nataka uzingatie zaidi. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sema kufanywa upya nia zetu. Sema kufanywa upya nia zetu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Maandiko yanasema msienende katika fikra zenu. Msifikiri au msitazame maisha kama dunia inavyotazama. Kuna namna dunia inaenenda, kuna namna dunia inatazama maisha, kuna namna dunia inafikiri juu ya maisha. Na maandiko yanatuasa msifuatishe kawaida ya dunia hii, msifuatishe fikra za dunia hii, msifuatishe mtazamo wa dunia hii, bali mfanywe upya nia zenu. Bali mfanywe upya nia zenu. Haleluya. Bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuze, kugeuzwa maana yake ni kubadilishwa nia zenu. Kubadilishwa sio kwa ubaya, kubadilishwa kuwa bora zaidi, kuboresha nia zenu. Nia ni sehemu ya nafsi. Nia unaweza ukasema ni fikra. Nani amewahi kunia au amewahi kusikia neno kunuia, kudhamiria, kukusudia? Pale ambapo unania, pale ambapo unanuia, pale ambapo unadhamiria, panapaswa pageuzwe, pabadilishwe, paboreshwe. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, kwa kusafishwa. Kufanywa upya unaweza ukasema kusafishwa nia zenu, kutakaswa nafsi zenu. Watu wamekuwa busy sana na miili yao, kitu ambacho ni kizuri kushughulika na mwili wako, kufanya diet, kwenda saluni ukasuka ukapendeza, kupaka shade na makeup, kwenda gym, kuhakikisha unakula vizuri. Bwana tuweza upendeze katika nini? Katika mwili wako. Lakini nisikilize, unao wajibu wa kuhakikisha kwamba unapendeza hapa katika fikra zako. Maisha ya binadamu yangekuwa rahisi sana kama isingekuwa mapambano katika fikra zake. Uhaba wa udhihirisho wa ahadi za Mungu katika maisha ya waaminio, asilimia kubwa ni kwa sababu ya wao kupuuzia au kugoma au kukosa juhudi na bidii katika kufanyia kazi kugeuzwa nia zao, kubadilishwa fikra zao. Changamoto imekuwa hapo sana. Wana wa Israeli walitoka utumwani baada ya miaka 430 nadhani kama sikosei. Walitoka utumwani kwenda katika nchi ya ahadi. Na safari yao kutoka utumwani mpaka nchi ya ahadi ilifananishwa na safari ya mtu aliyeokoka tangu siku anakombolewa mpaka siku anarithi ahadi. Jangwa la mtu ni fikra zake. Wakati mtu atakapotia bidii na kugeuzwa nia yake, atajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na kamilifu. Atakuwa mtu aliyekuwa ambaye Mungu anaweza akamwamini kwa ahadi za urithi wa uzima katika dunia hii. Changamoto safari, urefu wa safari ya wokovu umekuwa katika fikra za mtu kugeuzwa na kufanywa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa moja kati ya silaha kubwa, chombo madhubuti tulichopewa cha maana sana cha kutusaidia kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zetu, kubadilishwa nafsi zetu, kuboreshwa nafsi zetu, ni neno la Mungu.